Nyuma ya watu wengi waliofanikiwa, kuna misingi fulani walioijenga kwa muda mrefu. Siri kubwa ya mafanikio ipo kwenye uwezo wa mtu kujitawala, kuvumilia, kufanya kazi kwa bidii, kuendelea kufanya kile alichoanza na kuwa na ujasiri wa kuchukua hatua. Hizi ndizo tabia zinazomtofautisha mtu anayetamani mafanikio na mtu anayejenga mafanikio. Unaweza kuwa na ndoto kubwa, lakini bila kuwa na hizi tabia, ndoto zinaweza kubaki kichwani bila kutekelezwa. Usiangalie mambo walionayo watu waliofanikiwa, angalia tabia zilizowafanya wafike hapo walipo. Usitamani tu matokeo yao, jifunze mchakato wao na tabia zao. Siri ya kwanza ni nidhamu. Nidhamu ni uwezo wa kufanya jambo unalopaswa kulifanya hata kama hujisikii kulifanya hilo jambo. Hii ni moja ya siri kubwa sana ya watu waliofanikiwa. Mtu mwenye nidhamu haongozwi na hisia. Anaweza kuwa amechoka, lakini anajua kuna jambo muhimu ambalo anapaswa kulifanya. Anaweza kutamani kutumia pesa zake zote, lakini anajizuia kwa sababu ana malengo. Nidhamu ndiyo itakayo kufanya uendelee kufanya jambo sahihi. Kama unataka kufanikiwa, lazima ujifunze kujitawala. Jifunze kutumia vizuri muda wako na fedha zako pia. Kama umeamua kuweka akiba, usitumie kila pesa unayoipata kufanya starehe. Nidhamu ndogo unayojenga leo inaweza kukuletea matokeo makubwa kesho. Motisha inaweza kukufanya uanze, lakini nidhamu ndiyo itakayo kusaidia na kukufanya uendelee. Kuna siku utakuwa na hamasa na kuna siku hautakuwa nayo. Kama unataka maisha yako yabadilike, anza na nidhamu kwenye mambo madogo madogo. Amka kwa wakati, timiza ahadi zako ulizojiwekea, panga siku yako vizuri, tumia muda wako vizuri na simamia fedha zako vizuri. Ukishindwa kujitawala kwenye vitu vidogo, itakuwa ni vigumu kujitawala kwenye vitu vikubwa. Siri ya pili ni uvumilivu. Uvumilivu ni uwezo wa kuendelea kusimama hata kama unakutana na changamoto. Maisha hayana njia iliyonyooka kila wakati. Kuna wakati utaanza biashara na usipate wateja, utajaribu jambo na utashindwa, utawaambia watu kuhusu ndoto yako na wengine watakukejeli ama kukucheka. Hapa ndipo uvumilivu unapohitajika. Usiache ndoto yako kwa sababu upo kwenye kipindi kigumu. Tatizo la watu wengi ni kutaka matokeo ya haraka. Wanaanza kitu leo na wanataka kuona mafanikio kesho. Wakikosa matokeo, wanakata tamaa. Lakini mafanikio mengi yanahitaji muda. Hakuna mkulima anayepanda mbegu leo na kuvuna kesho. Usidharau hatua ndogo kwa sababu bado hujaona matokeo makubwa. Kushindwa ni sehemu ya safari. Ukianguka, jiulize umejifunza nini? Ukiishiwa nguvu, pumzika, lakini usikate tamaa. Ukikosea, rekebisha, anza tena. Usiruhusu kushindwa mara moja kukufanya uamini huwezi. Siri ya tatu ni bidii. Bidii ni kufanya kazi kwa juhudi, kujitoa na kutumia uwezo wako ili uweze kufikia malengo yako. Huwezi kutamani mafanikio makubwa alafu uweke juhudi ndogo. Unaweza kusema unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini kama hutaki kujifunza kuhusu biashara, kuhudumia wateja, kutafuta masoko, kusimamia fedha na kukabiliana na changamoto, hiyo ndoto itabaki kuwa ni ndoto tu ama wazo kichwani. Watu waliofanikiwa wanaelewa kitu wanachokitaka lazima wakifanyie kazi. Bidii haimaanishi kufanya kazi bila mpangilio. Kufanya kazi kwa bidii kunapaswa kuambatana na kufanya kazi kwa akili. Tafuta maarifa, tumia muda vizuri na tafuta njia nzuri ya kupata matokeo. Kama una biashara, jifunze wateja wako wanataka nini. Kuna watu wanataka maisha mazuri, lakini hawataki kulipa gharama ya kupata hayo mafanikio. Wanataka pesa, lakini hawataki kuwekeza au kufanya biashara. Wanataka biashara kubwa, lakini hawataki kuanza na mtaji mdogo. Wanataka matokeo makubwa, lakini hawataki kutumia muda wao vizuri. Bidii yako ya leo inaweza kuwa ni msingi wa maisha yako mazuri ya kesho. Siri ya nne ni mwendelezo. Mwendelezo ni uwezo wa kufanya jambo kwa utaratibu na kwa muda mrefu bila kuacha. Hii ni siri ambayo watu wengi hawaizungumzi sana, lakini ina nguvu kubwa ndani yake. Unaweza kuwa na akili, kipaji na mipango mizuri, lakini kama huwezi kuwa na mwendelezo, ni vigumu kupata matokeo mazuri. Mtu anayefanya jambo dogo kila siku kwa muda mrefu anaweza kumzidi mtu anayefanya jambo kubwa mara moja halafu analiacha. Mtu anayesoma kurasa 10 za kitabu kila siku zinaweza kuonekana ni chache, lakini akifanya hivyo kwa miezi kadhaa atakuwa amesoma vitabu vingi. Siri sio kufanya jambo kubwa siku moja. Siri ni kurudia kufanya jambo sahihi mara nyingi. Kama una lengo, jiulize, ni kitu gani ninachoweza kufanya kila
kila siku ili nisogee karibu na lengo langu. Tengeneza mfumo ambao utakusaidia kufika hapo. Kama unataka kujenga biashara, anza kutafuta wateja kila siku. Kama unataka kujifunza, soma kila siku. Kama unataka kuweka akiba, weka akiba yako kwa utaratibu kila siku au mara kwa mara. Kama unataka kujenga ujuzi, fanya mazoezi kila siku. Usidharau hatua ndogo kwa sababu matokeo yake yanachelewa kuonekana. Mafanikio makubwa huwa yanajengwa na vitu vidogo vinavyorudiwa kwa muda mrefu. Siri ya 5 ni uthubutu. Uthubutu ni uwezo wa kuchukua hatua. Watu wengi wana ndoto nzuri, lakini wanashindwa kuanza kwa sababu wanaogopa. Wanaogopa kushindwa, wanaogopa kuchekwa, wanaogopa kukosea na wanaogopa watu watawaonaje. Matokeo yake wanatumia miaka mingi kufikiri badala ya kuchukua hatua. Huwezi kusubiri hofu iondoke ndipo uanze. Unatakiwa kuanza huku ukiwa na hofu ndani yako. Uthubutu haumaanishi kutokuwa na hofu. Mtu jasiri pia anaweza kuogopa, lakini tofauti yake na watu wengine, haachi hofu imzuie kuchukua hatua. Kama una wazo la biashara, lifanyie utafiti na kuanza na huo mtaji ulionao. Kama unataka kujifunza ujuzi mpya, anza hata kama hujui kila kitu. Kama una nafasi ya kuomba kazi au fursa fulani, jiandae na jaribu. Unaweza kukataliwa, lakini kukataliwa sio mwisho. Kila hatua unayochukua inakufundisha kitu na kukujengea uzoefu. Usiishi maisha yako ukisubiri kila kitu kiwe kizuri. Hakuna biashara isiyokuwa na riski, hakuna safari isiyokuwa na changamoto, na hakuna ndoto kubwa isiyohitaji ujasiri. Jifunze kufanya maamuzi yenye busara na usiruhusu hofu ikufanye ushindwe kupiga hatua. Mafanikio huwa yanajengwa na maamuzi madogo yanayofanywa kila siku. Watu waliofanikiwa sio kama hawakuwahi kuogopa au kushindwa, kuchoka au kukatishwa tamaa. Walijifunza, walijenga nidhamu, walivumilia changamoto, walifanya kazi kwa bidii, waliendelea na juhudi zao na walithubutu kuchukua hatua. Jifunze kujitawala, usikate tamaa unapochelewa kuona matokeo. Fanya kazi kwa bidii, endelea, na unapofika wakati wa kuchukua hatua, usisubiri hofu ikukwamishe.